Hayawi yakawa. Ripoti ya tume ya Jaji Chande ilisomwa. Kama ulipata nafasi ya kusikiliza au kama ulipata document yake ya soft copy ukaisoma, ingawa I highly doubt that, kwa sababu mimi najua ndugu zangu walionipa Mungu ni wavivu. Mimi nawajua ndugu zangu, nyinyi ni wavivu wa kusikiliza habari ndefu kama ile ripoti, na nyinyi ni wavivu kiasi cha kwenda kusoma ile document yote. Kwa hiyo niko hapa kwa sababu nimewafanyia summarization. Na kabla sijawafanyia summarization, ili tuweze kuchambua kwa pamoja, nataka kwanza umjue Jaji Chande vile ambavyo mimi namjua. Alafu utaongeza nayo mengine uloambiwa wewe kuhusu huyo Jaji Chande mwenyewe. Jina lake ni Mohamed Chande Othman. Huyu ni moja ya hazina zetu za kitaifa kwenye masuala ya sheria, kwa sababu ni mwanasheria mbobezi mwenye uzoefu wa ngazi za juu kiasi kwamba amewahi kuwa jaji mkuu. Did you know that? Lakini sio tu jaji mkuu. Jaji Chande Othman, katika kuthibitisha kwake kuwa yeye ni judge kweli kweli, tena si wa kubebwa bebwa, huyu amewahi kuwa jaji mpaka mahakama ya kimataifa ya jinai, yani kule ICC, ambako wahaini na wanaharakati uchwara walikuwa wanasema wataenda kutushtaki. Jaji huyu ndiko ambako alikuwa akihudumu. Kwa hiyo ameihudumia Tanzania, ameihudumia dunia. Na kesi alizobobea kusikiliza na kuzihukumu ndani ya ICC ni kesi za mauaji ya halaiki na kesi dhidi ya haki za binadamu. Kwa hivyo ripoti hii ambayo imesomwa hivi karibuni sio tu ripoti ambayo tutaitumia sisi wa Tanzania kuubaini ukweli wa kile kilichokuwa kimetokea 29 Oktoba, bali ni ripoti ambayo itaheshimika hata na taasisi za kimataifa kwa sababu ya uwepo wa Jaji Chande kwenye ile tume. Kwanza, ripoti iliweka bayana na kuelezea kabisa, yani Jaji Chande aliturudisha darasani, akaelezea maana ya maandamano ya amani, na akasema kwamba according to walichonacho wao kwenye ripoti, yale hayakuwa maandamano ya amani, bali kilikuwa kitu ambacho kilipangwa, kilifadhiliwa, kiliratibiwa, kilifundishwa. Yani kiliandaliwa mikakati yote kuhakikisha kwamba kinatekelezeka. Akasema pia baadhi ya ushahidi unao prove kwamba yale hayakuwa maandamano ya amani bali ni kitu kilichopangwa ni kwamba matukio mengi yalianza kwa wakati mmoja katika maeneo tofauti. Kwa hiyo kama vile watu waliambiwa 1 2 3 start, show ikaanza. And 2, Jaji Chande anasema kwamba ripoti imebaini ya kwamba kulikuwa na uhamasishaji wa makundi maalum, especially vijana, ambapo wako ambao walipewa ahadi za ajira, lakini wapo ambao walikuwa wanalipwa shilingi 10,000 mpaka shilingi 50,000 kwa ajili ya kushiriki kile kilichoitwa maandamano ya amani. Upo. Sasa kama wewe ulikuwa active TikTok ule muda ambao tulikuwa tunalazimika kutumia njia zingine kuingia TikTok, nafikiri ulikuwa unawasikia hao wanaojiita wanaharakati walikuwa wanasema wazi wazi kwamba kulikuwa kuna malipo ya fedha, kulikuwa na malipo ya pombe. Imagine kuna watu walienda kukata wenzao mapanga kwa sababu walikuwa wananunuliwa vikuka. Oh my goodness. And 3, ripoti imebainisha ya kwamba washiriki walikuwa wana silaha. Yes, washiriki wa maandamano ya amani walikuwa wana mawe, mapanga, vyuma, risasi kwenye maandamano ya amani. Kwa hiyo hii inaondoa tayari uhalali wa maandamano ya amani. Lakini pia Jaji Chande aligusa namna ambavyo maandamano haya hayakuwa na kibali kutoka jeshi la polisi. Kwa hivyo yanakiuka utaratibu wa kisheria unaohusika na maandamano ya amani. Namba 4, ripoti hii ya Jaji Chande imebaini ya kwamba baadhi ya nchi za kigeni zilishiriki kufadhili na kuratibu maandamano yale ya amani kwa sababu walikuwa wanatafuta namna ya kutekeleza maslahi ya mataifa yao ndani ya nchi ya Tanzania. Na 5, ripoti ya Jaji Chande ikatuelezea nini hasa kilikuwa sababu ya yale yaliyokuwa yametokea, ambapo hapa mimi nimependa Jaji Chande amebaruza. Yani unajua ile Yesu alivyosema ukipigwa shavu la kulia unageuza na la kushoto, ndio Chande katubamiza kulia na kushoto.
Jaji Chande bwana alishindilia kala moto, akasema msongo wa kiuchumi ni mmoja ya sababu za kile kilichotokea. Akasema ukosefu wa ajira kwa vijana, utitiri wa kodi, mazingira magumu ya kufanya biashara yalifanya baadhi ya wananchi waone ni sawa kabisa kutumia njia ile kupata solution ya changamoto za kiuchumi zinazowakabili ndani ya nchi hii. Also, Jaji Chande akatumbua jibu. Akasema moja ya sababu ya zile vurugu ni hasira dhidi ya utendaji wa viongozi nchini. Akasema kwamba wananchi wanaona wanapowasilisha masuala kama ya rushwa, utendaji mbovu wa viongozi kwenye nyadhifa mbalimbali, hawaoni kama hatua stahiki zinachukuliwa. Kwa hivyo baadhi yao wakaona njia bora ya kutatua changamoto zile ni kufanya vurugu. Lakini pia Jaji Chande akagusia ya kwamba moja ya sababu ya zile vurugu ni malalamiko ya kisiasa ambako ndani yake kulikuwa na katiba mpya na mifumo ya uchaguzi. Pia Jaji Chande aligusia kwamba vurugu zile zilikuja baadaye zikachochewa na ushawishi wa kisiasa kwa kauli za kichochezi. Akazitaja baadhi ya hizo kauli ambako zilikuwemo za no reform no election, zilikuwemo za Oktoba tunatoka, zilikuwemo za Oktoba tunatiki, yani ziliwekwa za pande zote mbili. So kiujumla, Jaji Chande anasema ya kwamba vurugu zile ni matokeo ya matatizo ya kimfumo, uchochezi wa kauli za wanasiasa, pamoja na mipango ya makusudi iliyopangwa kwa kutumia matatizo ya wananchi ili kuwashirikisha kwenye zile vurugu. Na sasa najua mtu yoyote mwenye akili timamu atakuwa anajiuliza swali hili hapa ambalo ndo lilonileta zaidi. Hii ripoti imenyoka, imepiga shavu la kulia, imebamiza shavu la kushoto. Kila mtu kapata kile ambacho anakistahili. Sasa kwa nini milioni mingi watu wanalalamikia nini? Watu wanaidonoa hii ripoti kwa sababu gani? Je, umegundua kwanza watu wenyewe wanaoidonoa hiyo ripoti? Sijawasikia watu wa Oktoba tunatiki kukanusha kwamba kauli zao hazikuhusika. Sijaisikia serikali kusema kwamba sio kweli, hakuna changamoto za vijana zilizofanya vijana wakafanya vitu kama hivyo. Sijasikia mabalozi yakikataa kwamba hapana, sisi au nchi yangu mimi haikuhusika kwenye jambo fulani. Ila tunajua, tumesikia kelele za kina nani? Tumesikia kelele za Chadema. Chadema wana ugomvi gani na hii ripoti? Kwa sababu kama walikuwa wanasema wanataka tume ya uchunguzi iundwe na vyombo vikubwa, rais alichokifanya yeye ameunda tume yake yeye ya ndani. Lakini ndani ya hiyo tume yake amemweka moja ya watu ambao wanaaminika sana huko duniani. Amefanya kazi huko ICC mlipokuwa mnataka kutupeleka nchi nzima. Ndiko ambako Jaji Chande anatokea. Na bado rais akadeclare siku ile kwamba ripoti hii ni yangu mimi, tume nimeunda mimi. Asitokee mtu mwingine kusema hii ripoti ni ya kwake yeye au hii tume ni ya kwake yeye, inawajibika kwake yeye. Maana yake ni kwamba rais anafungua milango yoyote huko mwingine, au hata nyinyi mnaoipinga hii ripoti mmeruhusiwa kuwaita wale mnaowaamini sana, mnaowaona wanafaa sana kufanya hii kazi, waifanye. Ndio maana rais kasema tume ni yake na ripoti ni yake. Mtu mwingine asije akasema hiyo tume ni ya kwake yeye. Maana yake kama AU wanataka kupeleleza, wapeleleze. Kama UN inataka kupeleleza, ipeleleze. Mbona mnajaribu kutwist maneno? Au nyinyi huko wote mjasomaga? Afu kwa nini muda wote nyinyi mnapaparika kunapokuwa na maneno ya Kiingereza yani? Kwa nini yani? She said asitokee mtu kuclaim. Nyinyi mjui maana ya claim? Oh my goodness. Changamoto kwa kweli. Anyway, licha ya kusema habari za kuclaim hiyo ripoti, rais alisema kwamba ili ripoti iliyotolewa ithaminike, anaenda kuunda tume ya uchunguzi wa jinai ili kila taasisi, kila shirika, kila mtu aliyetajwa humo kwenye ripoti ya tume ya uchunguzi akathibitishwe kwanza kwenye tume ya uchunguzi ya jinai kwamba je, ana kosa la jinai huyu kutokana na mchango wake kwenye zile vurugu, ndio watu waweze kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Na nafikiri hapo ndo mzizi wa tatizo ulipo.
Na ndio maana huko wanaolia milio hamuwasikii wakiongelea swala la tume ya jinai. Wanaongea tu kwamba ripoti ya Jachande ovyo ovyo. Hawataki nyinyi mjue kwamba kuna tume inatengenezwa sasa kujua nani alivunja sheria gani. Na kwa nini wanakataa wakati hii tume ya jinai ndio ambayo itatuwezesha kubaini askari walikiukaje sheria na miongozo yao? Tunataka kuona. Hii ndio ambayo itatuonyesha waliofadhili. Je, walitoa charity au walifadhili kitu ambacho wanakijua kuwa ni vurugu? Na je, walioandamana walikuwa wanatekeleza haki yao kikatiba au wao walivunja haki za watu wengine? Je, waliokatwa vidole ni mambo ya kusadikika au ni uhalisia? Je, waandamanaji waliokuwa wanasema wanataka kwenda kumtoa rais Ikulu, je, waliandamana kwenda Ikulu au walienda kwenye makazi ya watu? Je, ni kweli askari waliua watu majumbani au ni wale waandamanaji waliovaa sare za maaskari? Huu ndio ukweli tunaoenda kuupata, ndugu zangu. Sasa kama unanielewa, nafikiri ushaelewa kwa nini kelele zipo nyingi sana kona fulani. Kwa sababu wote wanajua walifanya hivi vitu wakiwa na akili zao timamu. Ni vile mipango haikwenda ilivyopangwa. Sasa ndugu yangu, mimi niko hapa nasubiria rais atengeneze hiyo tume ya jinai ili tupate kuwajua watuhumiwa, alafu tuone hatima ili jambo watafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Mara pap mtuhumiwa mmoja atajwe huku na huku. Yaani mahakama talisha kushikilia, alafu natumia jinai nayo jeseme una jinai. Wewe inanikumbusha shule, noise maker upo, late comers upo, hiyo mikwaju sitakuaje.